Hagai ile sura ya kwanza, kitabu cha Hagai ile sura ya kwanza na ule mstari wa Hagai sura ya kwanza, sana tunaweza tukaanzia hata mstari wa pili. Kitabu cha Hagai sura ya kwanza mstari wa pili. Biblia inasema hivi, Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kuijenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba yangu inakaa katika hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, tafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi, mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mifuko uliotoboka. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Pandeni mlimani mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitakuzwa, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jaribu kufikiri hali ya uchumi wako. Unaizuilia huku lakini unaona huku hakuna, unasogea. Kwa mfano, unaweza ukajiuliza katika eneo kama hilo, kwa watu hapa tunaweza tukawa na jibu jepesi tu, kwamba jibu hapo ni jepesi tu, kwamba mimi ndio Yona wa maisha yangu, kwa sababu hata kazi ya ujenzi imekwama kwa sababu ya kwangu mimi. Unaweza kufikiri kwa mfano, labda tuna watu wawili tu kuanzia muda ulipotolewa ujenzi mpaka sasa hivi tuna watu wawili tu ambao wamejikwamua, wamefanya sehemu ambao wanatakiwa kufanya, na wengine wote labda wana mambo tofauti, lakini yamkini moja ya mambo tofauti walionayo, wamejitanguliza kwanza wao kuliko Mungu. Wamefikiri sana mambo yao kuliko ya Mungu. Wanaona kwamba tujitafutie unafuu kwanza sisi kabla ya Mungu, tukae kwanza sisi kwenye nyumba zenye mapambo kabla ya Mungu. Hii kazi ya Mungu itajengwa tu, itaenda tu, hata miaka 20 itaisha, hata miaka 10 na ngapi itaisha, hata vitu vingapi itaisha. Kwa nini ufikiri nyumba yako kuisha baada ya miaka 20? Kwa nini ufikiri nyumba yako kuisha baada ya miaka 15, miaka 10? Kwa nini ufikiri kuhusiana na nyumba yako kuisha kwa muda huo? Kwa nini tu peke yako unaifikiri nyumba ya Mungu kwamba yenyewe ni halali yake kukaa hata miaka 20? Tutakaa tu, tutachangia kidogo, tutamaliza, tutajenga, tutaenda tu, tutawezeka, tutafanyeje? Lakini hapa kazi ya ujenzi wa kanisa kwa kweli ni kazi ngumu sana. Yaani kunakuwa na uzito, kunakuwa na ukwazo, usijue kama shetani anaongea ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu anasema kwa sababu hiyo mtafanya kazi, mtafanikiwa, mtafanya kazi, mtapata hela, lakini hela moja kwa moja mtatia kwenye mifuko iliyotoboka, mara moja itatumbukia. Mtafanya hiki, mtafanikiwa, lakini baada ya hapo mtashangaa linatokea hili, linapitia na hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Jaribu kufikiri mabaya haya yanakupata kwa sababu ya kitu gani? Na jaribu kukufikirisha na kukuonesha mambo machache ambayo majibu yake yote ni Yona, ambayo Yona moja kwa moja anaweza ikawa ni wewe unanisikiliza hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo lingine, jaribu kufikiri kwa mfano, kwa nini hauna tumaini la maisha yanayokuja kwako na kwa uzao wako? Kwa nini watoto wako na wewe mwenyewe wakati mwingine hauoni yajayo kama yanaweza yakawa na furaha kwenye maisha yako? Kwa nini haionekani hivyo? Kwa nini hata watoto wako wanaweza wakafanya bidii katika hili na lile, lakini baada ya hapo ukiona wanaenda alafu baadaye wanaanza kuporomoka. Yale ambayo ulikuwa unayatarajia kwa watoto wako huyaoni. Ile furaha ambayo ulikuwa unayatarajia kwa watoto hauioni. Kitu gani kinatokea? Mabaya hayo yanakukuta kwa ajili ya nini? Ili hoja ambayo lazima niulize. Jibu kubwa ni moja, ni kwa sababu ya Yona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Hosea sura ya 4 na ule mstari wa 6 anasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Anasema, kwa kuwa wewe umekataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi, na nitawakataa watoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake kosa unalolifanya wewe linaenda kuathiri mpaka uzao wako. Jaribu kufikiri kwa mfano, tunaendelea kwa tunasema habari hizi mara nyingi kwamba kwa ile zaka ambayo aliitoa Ibrahimu ndiyo ilileta baraka
mpaka kwa Isaka, ikaleta baraka mpaka kwa Yakobo, ikaleta baraka mpaka kwa Lawi, ikaleta baraka mpaka kwetu sisi leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba, kwetu sisi leo tunaoamini mambo haya, umewahi kufikiri kama Mungu alimkumbuka kutokea kwa Ibrahim mpaka akawakumbuka na wengine watakaoendelea kuamini ile njia ya Ibrahim, na Mungu anaendelea kuhusika nao kikamilifu? Jaribu kufikiri, kwa mfano, kama watu wote tusingekuwa tunafanya biashara, kama watu wote tusingekuwa tunalipa kodi kwenye nchi yetu kama hii, maana yake maendeleo yasingekuwepo. Watoto wasingeenda shule wakasoma bure. Hao watoto wanaenda kusoma bure ni kwa sababu ya hela ya kodi ambayo nalipa. Ukienda kununua, ukienda kufanyaje, ukienda kununua mafuta, hela kodi inakata, ukienda kufanyaje, kodi inakatwa. Hiyo yote inatokana na kodi ambayo unalipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Madarasa mazuri na kila kitu kizuri yanafanyika hayo kwa ajili ya watoto wako, lakini ni kwa sababu ya kodi ambayo unaitoa. Maana yake ni nini? Usipotoa kodi juu mbinguni, maana yake moja kwa moja Mungu hafanyi jambo la kukukumbuka kwa namna yoyote kimaendeleo kwenye kwako mwenyewe na kwenye uzao wako baada ya wewe. Hilo ni jambo la hatari sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Upo na unaweza ukawepo tu ukakaza kama Yona, akasema afadhali nife lakini siendi. Lakini ujue Mungu ameleta neno ili upate kuchukua hatua mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jaribu kufikiri, kwa nini mbingu ziko kinyume na wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini mbingu ziko kinyume na wewe? Jiulize. Kwa nini mbingu zilikubali? Mbingu kwa nini zilikubali? Mbona sisogei? Mbona siendi katika hatua fulani? Ni kwa sababu ya Yona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya Yona. Hakuna namna nyingine. Mbingu zimetunyamazia kimya. Mbingu zimekuwa ukiwa. Kwa sababu ya kitu gani? Mmoja ya manabii katika Biblia anasema, nendeni mkawaulize wazee wenu wa miaka ya nyuma, haya mambo yalitupata leo yametupata kwa sababu zipi? Labda unaweza wakajua historia ya kule nyuma. Lakini kama mambo hayajawahi kutokea, tutakuwa na swali la kujiuliza. Jaribu kufikiri. Kama maeneo yote yanafungwa yanazuiliwa, kama mbingu zinafungwa zinazuiliwa, kama mipaka inafungwa inazuiliwa, kitu gani kimetokea? Jibu la jambo hilo ni Yona. Angalia kile kitabu cha Yeremia ile sura ya 2 na ule mstari wa 11. Yeremia sura ya 2 na ule mstari wa 11. Biblia inasema hivi, je, taifa umebadili miungu yao ingawa sio miungu? Lakini watu wangu wameubadili utukufu wao kwa ajili ya kitu kisichofaidia. Anasema, enyi mbingu, staajabuni kwa ajili ya jambo hili, mkaogope sana kwa kuwa ukiwa sana. Yaani mbingu zikashangae na kustaajabu kwa kuwa ukiwa umetokea. Asema Bwana, kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili. Wameniacha mimi niliye chemchemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika na mabirika yavujayo yasiyoweza kuweka maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wameacha kumtumaini Mungu ambaye ndiye chemchemi ya maisha yao. Huyo ndiye chanzo cha mafanikio yetu yote, tumemwacha. Na ndiyo maana kutokea hapo mbingu zimekuwa ukiwa, zimestaajabu, zimeshangaa. Kwamba mbingu na zenyewe zinashangaa, mbona hatuna mvua? Yaani wewe unashangaa na mbingu nazo zinafanyaje? Zinashangaa. Biblia inasema mbingu staajabuni. Maana yake ule umande umeondoka. Kitabu cha Mithali ile sura ya 3 mstari 19 na 20 anasema, na kwa maarifa ya Mungu mbingu dondoza umande. Maana yake kama maarifa ya Mungu yamekosekana, watu wa Mungu wameacha kumuona Mungu kama anaweza kuwafanikisha. Wameenda kwenye njia zao zingine. Mungu naye akasema, sawa, endelee kwenye mabirika, lakini mimi chemchemu mmeniacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mtumishi wa Mungu Musa anaambiwa na Mungu, anamwambia Musa, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini kwa ishara nilizozifanya. Wasiniamini. Wakati wote nitakuwa nao hawa watu hata lini?
Imani inaendelea kupunguka kwa sababu ya mambo kama haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jaribu pia kujiuliza, kwa nini imani yako inaporomoka wakati wote? Uko hapa lakini unaamini ushirikina. Uko hapa lakini unaamini maneno mengine yasiyo ya kimungu. Unaamini mifumo fulani mingine yasiyo ya kimungu. Uko hapa lakini inawezekana kabisa unatoa rushwa na unakula rushwa. Uko hapa lakini ni mwizi. Uko hapa lakini una mambo ya ajabu ajabu tu ambayo unayajua wewe. Fikiri umeokoka na unasema umejazwa Roho Mtakatifu, lakini mambo ya Mungu kwa kweli yako mbali na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni jambo la kufikiri. Na hiyo ni habari mbaya. Kwa sababu kwa nini mambo haya kukute? Fikiri. Labda inaweza ikawa ni hii. Katika kile kitabu cha Waebrania ile sura ya 5 na mstari wa 11. Waebrania sura ya 5 mstari wa 11. Maandiko yanasema, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza, kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wamekuwa wavivu wa kusikia, na ndio maana ghafla wanaona imani ndani yao zinaporomoka. Imani ndani yao hakuna. Na wapo kanisani wanaingia na kutoka, lakini imani ndani yao hakuna. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tayari wamekwisha kuwa wavivu wa kusikia.